na moyo wako tunapomwabudu Mungu. Tunapoomba uwepo wake mahali hapa, nguvu yake na uwepo wake vikawepo nasi siku ya leo. Jiachie mbele za Mungu na kuadhimisha jina lake. Kwa sauti moja tumwambie Bwana uweponi mwako. Mwambie tena Bwana uweponi mwako kuna amani.
tunakuabudu. Hatuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Asante kwa ajili ya tarehe hii 2 ya mwezi wa 5, na tarehe 3 ya mwezi wa 5, na tarehe 4 ya mwezi wa 5, ambazo Mungu ni utimilifu wa wakati umeotupa kuwepo hapa Kibugumo. Tunakushukuru sana, tunakuabudu na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu mwaminifu sana. Jambo moja ambalo ni hakika kwetu ya kwamba unapotupa wakati mtimilifu, ndani yake umeachilia fursa, ndani yake umeachilia njia sahihi na matendo sahihi tutakiwayo kuyafanya. Tunakushukuru kwa sababu muda huu na saa hii Mungu umeachia fursa kwa kila mmoja wetu. Umeachia matendo sahihi na njia sahihi kwa kila mmoja wetu. Timilifu wakati Mungu unakuja na upako wako katikati yetu, Bwana. Asante kwa ajili ya upako wako, nguvu zako na uwezo wako ulio katikati yetu. Wewe ni Mungu, hatuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Tunakuabudu wewe peke yako, tunalitukuza jina lako peke yako. Wewe ni sababu ya uhai wetu, Bwana. Mandaraba kulianda raba sakara makulia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mioyo yetu inakuadhimisha wewe, Bwana. Mioyo yetu inakutukuza wewe, Bwana. Mioyo yetu inakushukuru wewe, Bwana. Unapotazama ndani ya vilindi vya mioyo yetu, unaona ni shukrani ambazo zimejaa. Hatuna maneno mazuri ya kueleza jinsi ambavyo tunashukuru, lakini Mungu, tunajua ya kwamba wewe ni Mungu kwetu, nasi tuko hapa kukutukuza. Maisha yetu ni kwa ajili yako, Bwana. Uhai wetu ni sababu yako, Bwana. Kuishi kwetu ni sababu yako, nasi tunakutukuza na kuliabudu jina lako. Asante kwa ajili ya ulinzi wako. Umetulinda Januari, umekuwa na sisi Februari, umekuwa na sisi Machi, umekuwa na sisi mwezi wa 4, na sasa ni mwezi wa 5, Bwana. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 5. Namba 5, Bwana, ni neema yako, Bwana, kwetu. Nasi tunakushukuru kwa sababu huu ni mwezi wa neema. Kila lililo jema, Bwana, ambalo umeliachia kwetu, Mungu tupatie kama zawadi ya mwezi huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunanyunyizia mwezi huu wa 5 damu yako, kuanzia siku ya jana na leo na siku zilizobaki za mwezi huu. Mungu, tunazifunika kwa damu yako, Bwana. Baraka zako, pendeleo wako, neema yako, Bwana, iwe pamoja na sisi. Huu uwe ni mwezi, Mungu, wa kupewa yale tusiyostahili, katika jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Uwe ni mwezi, Bwana, wa kuona ule upendeleo wa kwako katika ulimwengu wa roho ukidhihirika mwilini, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Na unavyoanza, Mungu, mwezi huu kwa semina hii, anza kutuonyesha hapa, Bwana. Mkono wako uwe pamoja na sisi hapa, Bwana. Upendeleo wako uwe pamoja na sisi hapa, Bwana. Neema yako iwe pamoja na sisi, kibali chako kiwe pamoja na sisi, Bwana. Favor for us, Bwana, na iwe juu yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu, naitiisha ardhi ya eneo hili la Mtakatifu Mathayo Kibugumo na anga la eneo hili. Nalitiisha na kuliamuru ya kwamba kwa siku hizi 3 na siku zilizobaki za mwezi huu na mwaka huu, litakuwa mtumishi wako. Maana neno lako linasema vitu vyote ni watumishi wako. Chochote kilichoko kwenye ardhi ya eneo hili, chochote kilichoko kwenye anga la eneo hili, Mungu, katika jina la Yesu, kuanzia saa hii na dakika hii ni watumishi wako. Asante kwa sababu ya uaminifu wako, Mungu. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Masikio yetu ya moyoni, Mungu, tumeachia wazi kwa ajili yako. Macho yetu yamefunguka tuone kile unachotuonyesha. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, tunakusihi utuatamie, ufundishe na uzielekeze akili zetu sawa sawa na upendavyo wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Funika macho yako mahali popote ulipo. Funika macho yako. Mwabudu Bwana. Mwabudu Bwana. Milele nikae uweponi mwako, milele nikae uweponi mwako, uweponi mwako nikae, Bwana, uweponi
mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, napenda nikae nawe ewe Bwana wangu, nipenda Roho wako awe ndani yangu, mimi sina mwingine ila wewe, kimbilio jingine ila Bwana, hajatokea kama wewe mfalme wangu, hayupo kama wewe, hayupo kama wewe, sina mwingine, sina mwingine, hayupo kama wewe Yesu, sina mwingine. Yes, Bwana, hatuna mwingine isipokuwa ni wewe peke yako. Wewe ni mfalme wa wafalme na Mungu wa miungu. Jina lako ni Jehova Nisi. Wewe ni bendera yetu.
Wewe ni Jehova Shalom, ndiwe amani yetu. Wewe ni El Shaddai, Mungu tutoshelezaye. Asante kwa sababu ya utoshelevu katikati yetu. Wewe ni Jehova Rafa, Mungu unayetuponya. Wewe ni Jehova Rohi, ni Mungu unayetuchunga. Wewe ni El-Gibo, tunakushukuru na kulitukuza jina lako. Wewe ni Ebeneza, hata sasa umetusaidia. Wewe ni Mikadesh, Mungu unayetutakasa. Tunakuabudu na kulitukuza jina lako. Asante. Asante kwa ajili ya muda huu. Basi hizi tatu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lezo kakaa taratibu. Lezo kakaa taratibu kwenye uwepo wa Bwana. Asante watu wa praise and worship. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa nafasi. Kwa ajili ya kutupa nafasi hii ya kuwepo hapa kwa siku hizi tatu ambazo Mungu ametufanyia nafasi. Ni neema kubwa sana kwetu na tunamshukuru Mungu kwa pamoja na nyie watu wa Kibugumo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na amini ya kwamba mko tayari kuhudumiwa na Bwana kwa siku hizi tatu. Amen. 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 Tunashukuru sana. Tutakuwa na siku tatu, leo, kesho na Jumapili kwenye ibada. Tutakuwa tunamaliza siku hizi tatu za semina za mwezi huu wa 5. Na ni neema ya Mungu ya kwamba ametutia nguvu kuwepo hapa. Na somo ambalo tunatembea nalo mwaka huu mahali kote ambako ninaenda, angalau kwa nusu hii ya kwanza ya mwaka, nimekuwa nikisema tunazungumza habari za ufalme wa Mungu na kumiliki na kutawala katika ufalme wa Mungu. Na nimekuwa nikisema mara nyingi miaka mitatu nyuma mpaka 2022 Mungu alinisemesha mwaka huu ni mwaka wa kutawala, kumiliki na kutawala. Mwaka wa 2025 ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo kila mtu katika mwili wa Kristo sharti atoke mahali aliko na kuchukua nafasi yake ya kumiliki na kutawala. Na hiyo ndio kazi ambayo tunayo siku hizi tatu tutakazokuwa hapa, kukusaidia, kukusukuma kwenye nafasi yako ya umiliki na utawala katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nasema katika jina la Yesu, kila eneo ambalo unakosa utawala kwenye maisha yako, ni maombi yetu na tunaamini ya kwamba siku tatu hizi Mungu ametutuma kuja kukusukuma uingie kwenye utawala wako katika jina la Yesu tena. Katika jina la Yesu tena. Kila ambalo lilikuwa haliwezekani, siku hizi tatu ziko kwa ajili yako kulifungua ili liwezekane katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo kaa kwa kutarajia, kaa kwa kuamini ya kwamba Mungu ataachilia kitu kikubwa katikati yako kwa siku hizi tatu, na kwa wale ambao unaamini kwa ajili yao, kwa wale ambao unaamini kwa ajili yao. Na neno la mwaka ambalo linatuongoza, mistari ambayo inatuongoza ni Ufunuo sura ile ya 11 mstari wa 15. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 15, mstari mama ambao tunatembea nao kwa majira haya ambao Mungu anatupa mpaka sasa. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 15, mstari mama ambao tunatembea nao kwa semina zetu za mwaka huu mpaka pale Mungu atakapotusemesha vinginevyo. Nao wana maneno ambayo yanasema namna hii. Wanasema malaika wa 7 akapiga baragumu. Malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu. Pakawa na sauti kuu katika mbingu. Na hizi sauti hizi kuu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme
wa Bwana wetu, umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Kwa hiyo moto wa mwaka huu au kichwa kikuu cha mwaka huu ambacho tunatembea nacho na somo kuu ambalo tunalo linasema falme zote za dunia. Kama unaandika, kichwa cha somo kikuu kinasema falme zote za dunia. Falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu, zimekwisha kuwa za Bwana wetu na Kristo wake, zimekwisha kuwa za Bwana wetu na Kristo wake. Alafu tunafanya ukiri, tunasema nami ninamiliki pamoja naye hata milele na milele. Nami ninamiliki pamoja naye hata milele na milele. Falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu na Kristo wake, na mimi ile mistari inasema naye atamiliki. Sasa tunafanya ukiri, tunasema na mimi ninamiliki pamoja naye hata milele na milele. Hilo ndio somo kuu ambalo tunatembea nalo. Na nitakueleza kidogo maana ya mistari leo kwa sababu ya tunakotaka kuelekea. Lakini kila sehemu tunakoenda tunakuwa na kitu ambacho Mungu anatupa kuachilia cha kimaalum kutoka kwenye hili somo kubwa. Tulivyokuwa kule Kijichi, tulivyoanza mwezi wa pili semina hizi, tulikuwa na kichwa ambacho kinasema hatua 6 za kumshinda Ibilisi. Tulifundisha Kijichi ambacho tumekiendeleza Roho Mtakatifu Kimara wiki iliyopita. Tulikuwa tunazungumza hatua 6 za kumshinda Ibilisi. Lakini tulikuwa Mlandizi mwezi wa 3 na Dumila mwezi wa 3, tulikuwa tunazungumza somo hilo lakini kwenye msisitizo kutoka kwenye sala ya Bwana. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia sala ya Bwana kama chombo kitakachokusaidia kumiliki na kutawala duniani. Sala ya Bwana kama chombo kitakachokusaidia kumiliki na kutawala duniani. Kwa hiyo kama unataka kufuatilia zaidi somo hili, kama unavyoona ni mwendelezo, akaunti yetu ya YouTube ina masomo yote hayo tayari yamewekwa. Kama una simu janja unaweza ukanunua bando ukasikiliza kule YouTube mwendelezo haya masomo ambayo tumejifunza tayari. Na hapa tunapewa msisitizo wa kwake wa tofauti wa kujifunza kutoka kwenye hili somo kuu. Kwa hiyo somo dogo hapa ambalo tutatembea nayo ni sifa 10 za utawala wa kifalme. Sifa 10 za utawala wa kifalme, tukiongozwa na Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Isaya sura ya 9 mstari wa 6 itakuwa inatuongoza sifa 10 za utawala wa kifalme. Ndio msisitizo mdogo ambao tutatembea nao hapa. Mkubwa ni kwamba wewe ni mtawala na unatakiwa kutawala milele pamoja na Kristo. Sasa ili utawale lazima uelewe utawala wako una sifa gani. Kwa hiyo hapa kwa siku hizi 3, leo, kesho pamoja na Jumapili, tutakuwa tunajifunza sifa 10 za utawala wa kifalme. Sifa 10 za utawala wa kifalme. Na kwa hiyo kabla tujaendelea, nataka nikurudishe kwenye ile Ufunuo wa Yohana sura ya 11 mstari wa 15. Nikupe uchambuzi kidogo wa pale wa msingi, alafu ndio tuendelee mbele. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 15, mstari wetu mama anaposema malaika wa saba, na Biblia inasema akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema. Kwa hiyo hizo sauti zilikuwa zinasema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu. Nimekuwa nikisisitiza kwenye masomo yote tulikopita, na hapa nisisitiza, ukiangalia somo letu linasema falme zote za dunia. Lile neno la Kiswahili pale limeandikwa ufalme wa dunia. Biblia ya Kiingereza imeandikwa kingdoms of the world. Maana yake ni ufalme zaidi ya mmoja. Kwa hiyo falme zote za dunia zimekwisha kuwa, na hapa nasema umekwisha kuwa wa Bwana wetu. Nataka uone tena neno pale Bwana wetu, alafu nataka uone neno Kristo wake, na Kristo wake naye atamiliki. Maneno matatu ya msingi ya kusisitiza. La kwanza, nataka uone msisitizo wa Biblia ni kwamba kuna falme zaidi ya moja duniani. Kuna ufalme zaidi ya moja, au tuseme ambao unatakiwa kuumiliki. Ukimiliki, ili uwe umemiliki kikamilifu, ujue ya kwamba unahitaji kumiliki ufalme zaidi ya mmoja. Na ukimiliki sehemu ya hiyo falme, zile sehemu ambazo hujamiliki, ni wazi ya kwamba utakuwa hauna mamlaka nazo. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, 27, 28 unajua kuna baraka 5 ambazo ziliachiliwa. Baada ya Mungu kumuumba mwanadamu akasema mwende mkazae, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, alafu ndio mkatawale. Unaona kama mchakato kadogo kakutawala. Kutawala ni neno la 5 au baraka ya 5 ambayo mwanadamu alipewa. Baada ya kuwa amezaa inatakiwa aongezeke. Baada ya kuwa ameongezeka inatakiwa aweze kuwa na uwezo wa kutiisha kile ambacho amekiongeza. Lazima uwe na uwezo wa kutiisha. Baada ya hapo uwe na uwezo wa kumiliki. Baada ya kumiliki ndio uweze kutawala. Kwa hiyo tunavyosema mwaka huu ni wa kutawala, hauwezi kutawala kitu ambacho haukimiliki, na hauwezi kutawala kitu ambacho hauwezi kukitiisha. Kwa hiyo mpangilio wa zile baraka uko kimkakati kama ulivyo. Tukisema mwaka huu ni mwaka wa kutawala, maana yake mambo 3 yanaachiliwa kwa wakati mmoja. Unapewa uwezo wa kusubdue kama pati yake. Uwezo wa kutiisha ni sehemu. Kwa hiyo lazima uweze kutiisha, lazima uweze kumiliki, na ndipo uweze kutawala. Kama uwezi kutiisha, hauwezi kumiliki. Kama uwezi kumiliki, hauwezi kutawala. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kiutawala, wa kutawala, na uweze kutawala falme zote. Uweze kutawala falme zote. Wafilipi ile sura ya 2, Filipi sura ya 2 mstari wa 10 unatuambia neno la namna hiyo. Unatuonyesha picha ya kwamba kuna falme zaidi ya moja. Kwa sababu Biblia inasema Wafilipi wa 2 sura ile ya 2, Wafilipi ile sura ya 2 mstari wa 10 inasema ili kwa jina la Yesu, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Alafu angalia, kila goti lipigwe, anasema maeneo, anasema maeneo. Na eneo la kwanza anasema la vitu vyote, la vitu vyote vya mbinguni, la vitu vyote vya mbinguni. Kwa hiyo kuna vitu vilivyoko mbinguni, na kama kuna vitu vilivyoko mbinguni kuna utawala wa mbinguni. Kwa hiyo kama kuna vitu vya mbinguni, maana yake kuna utawala wa mbinguni. Kuna utawala wa mbinguni. Na wasomaji wa Biblia wanajua ya kwamba mbingu ziko 3 kibiblia. Kuna watu wanafundisha mbingu 7, ilo fundisho sijui wamelitoa wapi, lakini kulingana na Biblia unaona kuna mbingu 3. Kwa hiyo kama kuna mbingu 3, maana yake kuna falme 3 ambazo zinatawala kila eneo moja wapo la mbingu. Kwa hiyo vitu vyote vya mbinguni. Lakini anasema na vya duniani. Kwa hiyo duniani pia kuna ufalme. Duniani pia kuna utawala. Anaposema falme zote, maana yake unaona ufalme wa 4 ni dunia. Alafu anasema na vya chini ya nchi. Kwa hiyo kuna vitu viko chini ya nchi. Kuna vitu viko chini ya nchi. Na huko chini ya nchi kuna miji kama 5 kulingana na Biblia. Kuna miji kama 5 au maeneo ya kiutawala 5 kulingana na Biblia. Na hayo yote unatakiwa uwe na utawala wake. Kwa hiyo ukichukua maeneo 5 ya kiutawala yaliyo chini ya nchi, maana yake kuna falme 5 zinazomiliki chini ya nchi. Alafu dunia nayo ni ufalme wa 6. Alafu baada ya hapo kuna mbingu 3, kila mmoja ina ufalme wake. Kwa hiyo ziko falme ukiziangalia 9. Lakini unajua mbingu ya 3 ambako Paulo alipelekwa ni kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo mwanadamu hawezi kutawala. Na kwa hiyo imebaki kuwa sehemu ya kiutawala ya Mungu. Lakini mbingu nyingine 2 zilizobaki ambazo kimsingi tunaziita anga, hilo mwanadamu amepewa uwezo wa kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inavyosema falme zote za dunia zimekwisha kuwa, maana yake inazungumza unatakiwa kuwa na uwezo wa kiutawala kwenye falme karibu 8 ambazo zimegawanyika kwenye eneo makubwa 3. Angani, zimegawanyika kwenye nchi au duniani, na zimegawanyika chini ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia maeneo ambayo mwanadamu alipewa kutawala. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Alafu anasema wakatawale. Sasa angalia yale maeneo ya kiutawala. Wakatawale, anasema samaki wa baharini. Baharini ni chini ya nchi. Kwa hiyo kuna maeneo chini ya nchi tumepewa utawala, na bahari inawakilisha hayo maeneo. Anasema na ndege wa angani. Kwa hiyo unaona kuna anga ambalo tumepewa utawala wake. Tuna anga ambalo tumepewa utawala wake. Na wanyama
na nchi yote pia. Kwa hiyo na nchi tumepewa utawala. Una utawala juu ya anga ambako kuna mbingu mbili, unapewa utawala katika ulimwengu wa roho. Alafu kuna utawala wa duniani ambao umepewa, ambayo ni nchi kama inavyoitwa na tumezoea kuita duniani. Alafu kuna utawala wa chini ya nchi ambako hapa Biblia imesema baharini. Kote kuna wafalme wanaomiliki. Wewe umepewa mamlaka ya kumiliki falme zote zilizo katika haya maeneo, na Mungu akupe huo uweza kwenye semina hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Kama kuna watu wanaweza kuruka angani na ungo, wewe unaweza zaidi yao katika jina la Yesu. Kama kuna watu wanaweza kuingia ndani kwako bila kupitia mlangoni na usijue wameingia, wewe una huo uweza pia katika jina la Yesu. Haleluya. 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 You can be invisible. Unaweza usionekane, na hicho ni kitu cha kiroho kabisa. Unahitaji kukuza imani yako na uwezo wako wa kutawala mazingira ili iwe hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So namkumbuka mtu wa Mungu Elisha, alikwenda anatafutwa na watu ambao wamempania kwenda kumuua, wametumwa na mfalme wao wa Ashuru. Walivyokwenda kumtafuta, angalia alivyofika. Walipofika kwenye mlango wake, alienda akawapokea, akamwambia mnamtafuta nani? Elisha. Akamwambia twendeni niwapeleke aliko. Sikiliza, wanaongea naye, wanamuona mtu anaongea naye, hawajui ya kwamba ni Elisha. Akawapeleka mpaka katikati ya mji. Alafu akamwambia Mungu wafumbue macho yao waone. Walipofumbua wakashangaa wako katikati ya mji. Na mfalme wa Israeli kipindi kile akataka kuwaua. Elisha akamwambia usiwaue, achana nao, wape chakula wale waondoke. Alikuwa invisible. Haleluya. Alikuwepo lakini hayupo. Haleluya. Mwaka huu Mungu akupe utawala wa anga, utawala wa bahari, utawala wa nchi. Ikitokea inahitajika uwepo lakini haupo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wanaokutafuta kwa ubaya wasikuone. Usifikiri mstari umeandikwa tu. Inawezekana. You need the ability. Unahitaji uwezo wa kutawala mazingira ulionayo, na Mungu akupe uwezo katika jina la Yesu. Walimchukua Yesu wakampeleka kwenye kinara, wanataka kumtupa kwenye mlima mkubwa. Wanataka wamtupe kwa sababu wamejiita mwana wa Mungu, anakufuru wanasema. Angalia Biblia inavyosema, akapita katikati yao akaondoka. Wamesimama hapo hapo, akapotea, hakuonekana kwao. Walikuja kushtuka, hayupo, ameshaondoka zake. Wanamtafuta, alikuwa katikati yao, amepotea, hayupo. Kama Kristo Yesu alifanya, Biblia inasema sisi tunaoamini tunaweza kufanya zaidi ya yale aliyofanya. You can be invisible in Jesus name. Najua imani yako inakataa, lakini mimi nakwambia jambo la halisi kabisa. Haleluya. Wakitumwa kwako, wakija waseme huyu jamaa mbona hayupo? Si kwamba haupo, upo, lakini umetawala mazingira, hauonekani. Huo upako uwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Paulo, Biblia inasemaje? Katika mahangaiko ya Injili, chombo chake alichokuwa anasafiria kikapigwa na dhoruba. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema akazama kilindini cha bahari. Alivyokwenda kwenye kilindi cha bahari, angalia Biblia inavyosema, kwa siku 3 usiku na mchana alikaa kilindini. Sio juu amezama baharini, kwenye kilindi, maana yake kwenye moyo wa bahari, chini kwa bahari au ardhini kwa bahari. Siku 3 usiku na mchana alikaa kilindini, hakufa. Ni tofauti na Yona, alihifadhiwa na samaki, angalau alikuwa ndani ya samaki. Huyu hakuwa ndani ya samaki. Anapigwa na dhoruba za chini ya bahari kwa siku 3. Alitunzwaje? Ni Mungu anajua. Lakini alijua ya kwamba hata maji hayawezi kummeza wala kumzuru. Na kwa hiyo akakaa siku 3 usiku na mchana, na akaopolewa akiwa ni mzima. Mungu akupe huo uwezo wa kutawala mazingira yako katika jina la Yesu. Haleluya. Kila roho ya uoga siku 3 hizi ikuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Adui mkubwa wa kwako atakuwa ni uoga. Hauwezi kumiliki kitu usichoamini ya kwamba unaweza kukimiliki, lakini unaweza kutawala mazingira yako.
ardhi ikiwa sehemu yake, bahari ikiwa sehemu yake, anga likiwa sehemu yake. Na Mungu yuko hapa kutusaidia kwa siku hizi 3 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo unaweza kumiliki mazingira. Nataka nikuonyeshe upana wa ule mstari. Falme zaidi ya 8 Mungu amekupa utawala dhidi yake, na katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mungu akuonekanie kwenye hayo mazingira. Nataka uone jambo la pili. Jambo la pili kwenye ule mstari Ufunuo wa Yohana sura ya 11 inasema falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu na Kristo wake. Nataka uone yale maneno, za Bwana wetu na Kristo wake, za Bwana wetu na Kristo wake. Kwa hiyo mambo mawili yanatokea. Unapopewa utawala wa falme unaona mambo mawili. Kwanza, kuna mtu ambaye anaweza kumiliki hizi falme anaitwa Bwana wetu. Na kuna mtu anaitwa Kristo wake. Ni maneno ambayo yametenganishwa na ndio maana yameandikwa yote. Kwa hiyo uwezo wa kiutawala umeachiliwa kwa Bwana, alafu kaachiliwa kwa Kristo. Na unaweza kufikiri ni maneno yanafanana. Kwa hiyo unajiuliza kwa nini aseme ziwe falme za Bwana wetu alafu ziwe za Kristo wake. Kwa hiyo kuna Bwana ambaye ni Bwana wetu na ni Bwana wake, na kuna Kristo ambaye anaitika kwa huyu Bwana. Ukisoma mstari utagundua ya kwamba Kristo anamilikiwa na Bwana, kwa sababu anasema zimekuwa za Bwana wetu na Kristo wake. Kwa hiyo Kristo ni sehemu ya umiliki wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikwambie tofauti iliyopo. Tofauti iliyopo ni kwamba neno Bwana ambalo limetumika pale, Bwana wetu, linamwakilisha Yesu, mwana wa Mungu au Mungu aliyekuja katika mwili. Kwa hiyo falme zote za dunia zimeshakuwa za Mungu aliyefanyika mwili, ungeweza kusema hivyo. Zimekwisha kuwa za Bwana wetu, ni Mungu mmiliki aliyefanyika mwili. Neno Bwana, moja ya sifa lilionayo ni umiliki. Ndio maana tafsiri ya neno Bwana ni Adonai. Adonai maana yake ni Mungu anayetumiliki au mmiliki wa mali. Ni Lord, ni neno Lord. Lord ni Bwana ambaye ni mmiliki wa mali. Kwa hiyo anaposema za Bwana wetu, lile neno ni Adonai, maana yake ni mmiliki. Kwa hiyo huyu Bwana anamiliki nini? Moja ya kitu anasema na Kristo wake. Kwa hiyo kuna Kristo ambaye anamilikiwa na Bwana, ambaye naye amepewa uwezo wa kutawala falme zote za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana maana yake ni Mungu aliyefanyika mwili au Yesu mwana wa Mungu, na Kristo wake. Biblia inasema na Kristo wake. Kristo wake pale maana yake ni kanisa. Kristo wake maana yake ni kanisa. Kwa hiyo falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana ambaye ni Yesu Mungu katika mwili, halafu na kanisa lake. Ndio maana amesema na Kristo wake, maana yake na kanisa lake. Na kanisa ni mimi na wewe. Haleluya. Haleluya. Mimi na wewe ndio kanisa. Kwa hiyo falme zote za dunia kama zimekuwa za kanisa, maana yake zimekuwa za kwako. Hakuna kanisa kama wewe haupo, na wewe kama haupo kanisa halipo. Ni sentence hiyo lakini kutoka engo mbili tofauti. Kwa hiyo wewe ni kanisa, wewe ndio kanisa. Na kwa sababu wewe ndio kanisa, hizi falme zimefanyika za Yesu aliyefanyika mwili kwanza, na tunajua mamlaka yote duniani na mbinguni ambayo yalikuwa kwenye uwezo wake yaliyaacha kwako na kwangu. Sisi pia ni watawala wa falme zote ambazo Kristo Yesu ameamua kutupa kutawala katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Angalia Waefeso sura ya 5. Waefeso sura ya 5 nikuonyeshe kwa maandiko kidogo. Waefeso sura ya 5 ule mstari wa 23 hadi mstari wa 25. Waefeso sura ya 5 mstari wa 23 mpaka ule mstari wa 25. Biblia inasema namna hii: kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye, angalia, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo anaposema za Bwana wetu, maana yake ni Yesu Mungu aliyefanyika mwili. Anaposema na Kristo wake, angalia, huyu Kristo wake kichwa chake ni Yesu. Anasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kwa hiyo kama ndoa iko, mume ni kichwa cha mke, hicho kinafanyika ndoa. Kama hawa mume na mke wamekuwa mwili mmoja, ni kwa sababu mume amekuwa kichwa. Mume akiondoka,
hawawi mwili mmoja tena, ndoa imekufa kwa sababu yeye ndio kichwa. Kichwa kikitolea uhai umeondoka. Sasa anasema hivi, kama, angalia anachofananisha, anasema kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo Kristo anayetajwa pale ni kichwa cha kanisa, maana yake Kristo ni kanisa. Kama hayupo yeye aliye kichwa, maana yake kanisa halipo. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa kikiondolewa, maana yake kiwiliwili hakina kazi. Kwa hiyo Kristo akiondolewa leo ni kichwa, kanisa halina kazi, halina uhai. Kwa hiyo anaposema na Kristo wake, maana yake anasema na kanisa, na kanisa, na kanisa. Naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Nataka uone ya kwamba Kristo ni kanisa na kanisa ni Kristo. Mstari wa 25, enyi waume wapendeni wake zenu. Angalia, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kwa hiyo anaposema falme zote za dunia zimekuwa za Bwana wetu, maana yake zimekuwa za Yesu. Spiritually Yesu ni kichwa cha kanisa, kwa hiyo zimekuwa za kanisa. Kristo amekuwa ni kichwa cha kanisa, na kwa hizo baraka pia zimekuwa za kanisa. Wakolosai au twende wa Efeso sura ya 4 mstari wa 15. Wa Efeso sura ya 4 mstari wa 15, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa. Na huyu ambaye ni kichwa ni nani? Pale imewekwa koma, ikaandikwa Kristo. Tukue tumfikirie yeye ambaye ni kichwa. Alafu imewekwa koma, inatafsiri huyu ambaye ni kichwa ni nani? Anasema ni Kristo, ambaye anasema katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, kuukuza mwili upate kuijenga wenyewe katika upendo. Kwa hiyo Kristo ndiye anaoshikamanisha mwili ambao ni kanisa. Kwa hiyo kama baraka zimefanyika za Kristo, uwe na uhakika zimefanyika kuwa za kwako, kwa sababu wewe ndio kiwiliwili, ndio mwili wa Kristo. Kwa hiyo hakuna Kristo bila kanisa, na hakuna kanisa bila Kristo. Kama hizi baraka zimefanyika kuwa za Kristo wake, maana yake zimefanyika kuwa za kanisa lake, ambalo ni wewe pia. Katika jina la Yesu, wewe ni mmiliki, wewe ni mtawala katika falme zote ambazo Mungu amekupa kutawala huku duniani. Iwe hivyo kwako kwa siku hizi 3 na mwaka huu katika jina la Yesu. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 18. Kolosai sura ya 1 mstari wa 18 anatuambia jambo hilo na kuonyesha ya kwamba Kristo ni kanisa, naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa hiyo yeye ndiye kichwa, mtafufuka, aliyefufuka wa kwanza katika wafu, ili awe mtangulizi katika yote. Ukisoma mstari unaweza usiuelewe vizuri, lakini ukisoma Mathayo sura ya 27 utaelewa vizuri. Baada ya Yesu kufa msalabani, angalia jambo ambalo lilitokea. Biblia inasemaje? Makaburi yalipasuka, nchi ilitetemeka, makaburi yakapasuka. Angalia miili ya wengi watakatifu iliyokuwa kule, Biblia inasema ikainuka. Sikiliza, alivyokufa watu walifufuka, hawakutoka makaburini. Kasome Biblia yako, inasema walifufuka, waliinuka, maana yake walifufuka. Makaburi yalivyopasuka waliinuka. Kwa hiyo walifufuka, lakini hawakutoka makaburini. Kwa sababu mistari inayoendelea inasema na yeye alipofufuka, baada ya kufufuka kwake, wale waliofufuka kule kaburini ndipo walipotoka makaburini mwao wakauingia Yerusalemu. Haleluya. Kwa hiyo walifufuka wakabaki makaburini. Yesu alivyofufuka kutoka kaburini, nao ndipo walipoondoka kutoka kwenye makaburi yao wakauingia Yerusalemu. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa nini? Ndio maana ya huu mstari, ili awe mzaliwa, kwamba yeye awe mtangulizi katika yote. Yeye ni mwanzo na mzaliwa wa kwanza katika wafu. Kama wangefufuka wakamtangulia kutoka kaburini, Yesu asingekuwa limbuko, lakini yeye ni limbuko la kila kitu. Haleluya. Haleluya. Unasema kwa nini alikufa baada yao? Haujaijua Biblia yako sawa sawa. Kwa sababu Biblia inasema, tunasema alikufa kwa sababu ni lugha ya kiduniani, lakini yeye mwenyewe anasemaje? Ninautoa uhai wangu ili nije niuchukue. Kwa hiyo aliuweka pending. Haleluya. 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 Aliwailisha sehemu kwa muda, alafu aurudie tena. Sisi tunasema amekufa. Kiroho hajawahi kufa.
Haleluya. Nitakuchanganya, lakini nataka uone nini? Nataka uone ya kwamba Kristo ni kanisa na kanisa ni wewe. Kwa hiyo kama Kristo ni kanisa na kanisa ni wewe, wewe umefanyika kuwa mmiliki au mtawala. Umefanyika kuwa mtawala wa falme zote za dunia. Sema falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Yesu mwana wa Mungu aliye hai, na kanisa ambalo ni mimi. Sema na mimi kwa uwezo wa Yesu Kristo ninatawala pamoja na yeye hata milele na milele. Sema amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Nafasi kubwa sana hii ambayo amekupa. Niko hapa kukuambia toka kwenye unyonge ulionao. Wewe ni mtawala wa kila hali ambayo inakukabili. Subiri watu waje wakuvushe. Mwaka huu ujisimamie mwenyewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka uone jambo jingine ambalo ni msisitizo sasa wa semina hii. Nataka uone jambo jingine ambalo ni msisitizo wa semina hii. Msisitizo wa semina hii ni sifa 10. Sifa 10 za utawala wa kifalme. Sifa 10 za utawala wa kifalme. Kwa hiyo jambo jingine ambalo nataka nikupe. Kumbuka tunakotoka nimekupa utangulizi ya kwamba falme ziko ngapi. Jumla ya falme 9, falme 8 mwanadamu ambaye ni kanisa umepewa mamlaka ya kuzitawala. Kumbuka hilo siku zote, ni jambo la msingi sana. Nafikiri semina yetu inayofuata ya Kurasini tutaingia ndani kuona hayo maeneo kwa majina na nani anayeyatawala. Kama una muda unaweza ukafika nafikiri tarehe 18 mpaka 25 ya mwezi huu wa 5. Lakini kama hauna muda, kila semina ambayo tunafanya inawekwa kwenye account yetu ya YouTube. Unaweza ukapata bando na ukaingia ukafuatilia. Lakini tutaenda ndani kidogo kwenye hiyo miji, kuiona hiyo miji na nani ambao wanatawala na kwa nini ipo. Kwa hiyo kuna miliki zaidi ya 8 ambazo Mungu amekupa uwezo wa kuzimiliki. Na angalia, jambo la msingi la kujua la pili ambalo nimekuambia ni kwamba Bwana ni Yesu Mungu aliyefanyika mwili, na Kristo wake ni kanisa ambaye ni wewe. Na kwa hiyo anavyosema hizi falme zimekuwa za Bwana na Kristo, maana yake zimekuwa zetu jointly, pamoja. Zilivyokuwa za Bwana zimekuwa za kwako pia. Popote alipo, Biblia inasema ametuombea na sisi tuwepo. Injili ya Yohana sura ya 17. Ndio maombi anayotuombea. Kila mtu ambaye amefanyika mwana wa Mungu, popote Kristo Yesu alipo, Biblia inasema nimemuombea nao wawepo. Katika ulimwengu wa roho, tupo duniani lakini hatupo duniani. Ndivyo Biblia inavyotuombea. Inasema wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Kwa hiyo kila alipo Yesu mwana wa Mungu ambaye ni kichwa chetu kwa cheo chake Kristo, na sisi tunatakiwa kuwepo. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, alipotufufua kupitia ubatizo ametuketisha mkono wa kuume wa Baba. Juu sana kule tumeketi pamoja na yeye. Ndio nafasi ulionayo. Alipo upo. Haleluya. Haleluya. Alipo Kristo unatakiwa kuwepo. Kama haupo, piga mbio uwepo. Wenzako ndicho tunachokifanya. Tunapiga mbio kuhakikisha alipo tupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana. Na siku zote haya maisha ya ufalme ni ya kutrot, ya kupiga mbio. Unaweza ukaelewa Isaya ile ya 40 mstari wa 31 inavyosema. Angalia ule mchakato ambao uko pale. Watu wanafikiri ya kwamba kuna kupoa. Hautakiwi kupoa. Wewe unatakiwa kukomaa. Hakikisha unapiga mbio, unaichuchumilia ile mede ya thawabu. Usijidhanie ya kwamba umefika. Hakikisha unakomaa mpaka uhakikishe unatembea kwenye hatua za Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni jitihada binafsi. Hii ni jitihada binafsi. Kuna watu wanaanzisha dini na wanafanya mtaji kwenye haya mambo. Sijui kusikia watu wanatangaza Jumapili kutakuwa kuna ibada ya kukanyaga unyayo wa Kristo. Wanasema nimetoka Israeli na nimekanyaga unyayo wa Kristo. Kwa hiyo alipokanyaga unyayo wa Kristo akakanyaga kwenye mafuta, akakanyaga na yeye sehemu. Sasa kuna ibada ya kukanyaga unyayo wa Kristo ili uende na hatua za Kristo. Uongo mtupu. Hallelujah. You need to work by yourself ili ufike hapo. Sasa Isaya 40 Angalia mstari ule wa 30 na 31, Biblia inasemaje? Inasema hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Mstari wa 31 anasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Angalia.
Kwa hiyo kuna kumngojea Bwana. Unapomngojea, Biblia inasema unapata nguvu mpya. Angalia jambo linalofuata. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Alafu watapiga mbio wala hawatachoka. Alafu watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Wanasema wanataka kutuonyesha nini? Nataka kukuonyesha kwamba hii order ni kama haiko sawa sawa. Huu mtiririko wa matukio ukiangalia ni kama hauko sawa sawa. Kwa sababu kila mwanariadha anajua hatua ya kwanza ya kuweza kuruka ni kutembea. Kwa hiyo tungetegemea watembee kwanza, alafu wapige mbio, alafu ndio waruke. Kama umepanda ndege utanielewa zaidi. Ukitaka kuruka ndege kwanza inatembea. Kawaida inatembea taratibu. Ikisha tembea inafika sehemu inasimama. Ikisimama maana yake inangojea ruksa. Kwa hiyo wanawasiliana. Ameshatembea, anafika sehemu anasimama, anangojea ruksa. Akipewa ruksa ya kuruka anakimbia. Anakimbia mbio kweli kweli. Spidi ikikubali ndipo inaruka. Kwa hiyo ni formula ya kawaida ambayo tungeitegemea. Angalia utaratibu wao. Hawa jamaa wenyewe wameanza kungojea. Alafu walivyongojea wakatoka hapo wakaruka kama tai. Baada ya kuruka wakapiga mbio. Baada ya kupiga mbio sasa wanatembea kwa miguu. Iko vice versa. Haleluya. Haleluya. Ndio mstari unavyosema. Unasema hawa wanaomngojea, bali wao wamngojeao watapata nguvu mpya. Angalia, wakipata hii nguvu wanaruka juu kwa mbawa kama tai. Alafu wakisharuka eti ndio wanapiga mbio, walisharuka. Alafu wanatembea kwa miguu. Ni kama haiko sawa sawa. Lakini nataka nikwambie ndio kanuni ya ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Kanuni ya ufalme wa mbinguni, unavyomtafuta unamuona. Biblia inasema ukinitafuta kwa bidii utaniona. Na hauwezi kumuona kama unamtafuta kwa papala. Lazima uwe na utulivu wa kungojea. Haleluya. Haleluya. Sasa ukingoja kwa utulivu, kwa kumtafuta, kwa maombi, kwa kutafuta uso wake siku zote, hapo unangoja. Angalia, Zaburi inasema unihuishe nami nitaliitia jina lako. Kwa hiyo kadri unavyomsubiri, kadri unavyomngojea, anakuvuta kwa mkono wake kukupeleka kwenye viwango vyake. Sasa unaruka juu kama tai. Haleluya. Haleluya. Anakupeleka kwenye viwango ambavyo mnaweza kuwasiliana. Ukifika kwenye kile kiwango, sasa ni juhudi yako kutembea na yeye. Kwa hiyo anasemaje? Kinachofuata, ukifika kwenye hivyo viwango unagundua mwendo wake ni tofauti na mwendo wako. Kwa hiyo ili uende naye, hatua yake moja wewe upige 1000, lazima ukimbie. Haleluya. Haleluya. Akikuweka kwenye level yake utagundua mwendo wako na wake ni tofauti, anakwenda kasi. Kwa hiyo sharti ukimbie. Ni kweli umesharuka, ili uende naye ukimbie. Ukimbie ili ufike kwenye viwango vyake. Ukikimbia kwa staili hiyo, sasa unaweza ukatembea. Kwa nini? Kwa sababu umemfikia kwenye viwango vyake. Sasa unaweza ukatembea naye. Baada ya muda unagundua tena amekuacha, sharti ukimbie tena. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo maisha ya huku ni mchaka. Na kila siku lazima hilo zoezi lifanyike. Ni kama tukisema ni bahati mbaya kwa lugha ya duniani. Lakini kila siku lazima hilo zoezi lifanyike. Kadri unavyoliacha anakuacha mbali sana. Kwa hiyo kila siku lazima uketch up. Kila siku lazima uketch up. Kila siku lazima uketch up na yeye. Kwa hiyo anavyosema ametufanya kuwa wamiliki pamoja na yeye, ni wa Bwana wake na Kristo wake. Maana yake anataka tuwe na joint utawalaship. Tutawale pamoja na yeye kwa pamoja. Na hiyo ina juhudi ya kufanya kazi. Lakini nataka uone jambo la tatu ambalo nataka tutembee nalo kwenye hii semina. Jambo la tatu ambalo nataka uone ni kwamba huu utawala ambao Kristo amekusudia wewe utawale dunia ni utawala wa kifalme. Huu utawala ambao Kristo amekusudia utawale dunia, mfumo wake wa kiutawala ni utawala wa kifalme. Mfumo wake wa kiutawala ni utawala wa kifalme. Kwa hiyo ili utawale lazima ujue mfumo wa kiutawala ambao unatembea nao. Usipojua mfumo wa kitawala unaotembea nao, utapishana na serikali ambayo unataka kufanya kazi nayo.
Wakati serikali inasema tunaenda hivi, wewe utakuwa na malengo yako binafsi, na tukiongea lugha ya huko duniani wewe na hakika ya kwamba utatumbuliwa, kwa sababu utakuwa unaenda kinyume na serikali yako. Mfumo wa utawala wa serikali ya mbinguni ni mfumo wa kifalme, na nitakupa ushahidi wa maandiko. Kwa hiyo usijaribu kutaka kutawala kidemokrasia, because there is no democracy in the Bible. Hakuna demokrasia kwenye Biblia. Huo mfumo haupo. Uko kwetu sisi duniani. Haleluya. Haleluya. Na mifumo mingine unayojua, na mfumo wa kifalme unaojua ni karibu na mfumo wa kidikteta. Ni karibu na mfumo wa kidikteta. Mfalme ana neno la mwisho kwenye utawala wa kifalme. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni kama vile wa kidikteta. Ni bahati mbaya sana duniani tunafundishwa ufalme wa kidikteta ni mbaya. Lakini nataka nikwambie ndio mfumo ambao ni sahihi zaidi. Angalia Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Haya mambo mengine chukua yaliyo saizi yako, mengine niachie kama unaona sio saizi yako. Wewe la msingi chukua ya kwamba mfumo wa kiutawala wa ufalme wa mbinguni ni mfumo wa kifalme. Kwa hiyo Mungu amekusudia tutawale kifalme. Tutawale kifalme. Kwa hiyo utaangalia ile Isaya sura ya 9 mstari wa 6, Biblia inasema maana kwa ajili yetu, angalia, mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume. Kwa hiyo kuna mtoto aliyezaliwa na kuna mtoto ambaye tumepewa. Yesu Mungu katika mwili alizaliwa kwa Bikira Mariamu. Kristo hakuzaliwa. Huyo tumepewa ambaye ni kichwa cha kanisa. Angalia, anasema na uweza, sio wa kitu kingine, uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Angalia, mfalme wa amani. Mara mbili kwenye ule mstari imesisitiza kwamba huyo mtoto ambaye tumepewa, huyu mtoto ambaye amezaliwa atatawala kifalme, kwa sababu uweza wa kifalme utakuwa uko mabegani mwake, na ataitwa mfalme wa amani. Angalia mistari inayofuata, mstari wa 7. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kame. Angalia, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kutegemeza kwa kuhukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Kwa hiyo mara tatu kwenye hii mistari mitatu usisitizo wa mfumo wa kifalme ambao huyu mtoto Kristo Yesu atakuja nao ni mfumo wa kifalme. Ni aina ya kiutawala ambayo ni ya kifalme, na anasema katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake atauthibitisha. Wasomaji wa Biblia wanajua ya kwamba tunapoelekea mwisho wa dunia tutakuwa na miaka 1000 ya utawala wa Kristo. Tutakuwa na miaka 1000 kule mwishoni ya utawala wa Kristo baada ya ile dhiki kuu. Na hii miaka 1000 ya utawala wa Kristo, watu wawili, kama nikiongea kwa lugha tutakayoelewa, watatawala hii dunia. Huyu anaitwa mfalme wa amani ambaye ni Kristo Yesu atatawala, na Daudi atatawala. Ndivyo Biblia inavyotuambia kwa ushahidi mwingi wa maandiko. Daudi akitawala Israeli na Wayahudi, Kristo Yesu akitawala dunia kama mfalme wa amani. Kwa miaka 1000 atakuwa ni mtawala, mfalme wa amani kwenye hii dunia, na amani itatawala. Kwa hiyo yeye ni mfalme wa amani. Kama yeye ni mfalme wa amani, wewe pia unatakiwa kutawala kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la msingi sana, na ndio mfumo uliopo. Ukishindwa kutembea kwenye hizi step za kwamba unahitaji kutawala kifalme na kutawaliwa kifalme, umepishana na nafasi yako ya kutawala na ya kuona mafanikio katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Kuna mfano unanijia, sikupanga kuusema, lakini kuna mfano unanijia. Wacha nikupe Zaburi ya 45. Zaburi ya 45 inasemaje? Wale mlioko kwenye ndoa. Zaburi ya 45 mstari wa 10. Zaburi ya 45 mstari wa 10. Wale mlioko kwenye ndoa na mnaotarajia kuwa na ndoa. Maana wengine wanataka kuwa mafadha, wanataka kuwa mapadri, wengine wanataka kuwa mabruda. Wanaita nani? Mabrother. Kama Otu, sio Otu, anatembea peku yule. Wanataka kumuunga. Sijui amepata waumini wangapi, maana amehamasisha sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kama una mpango wa kuoa na kuolewa, kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa, mume ni kichwa cha mkewe. Kwa hiyo
Kama mume ni kichwa, mume ni mtawala, na utawala wake ni wa kifalme. Sasa Zaburi 45:10 anasema, sikia binti, utazame, utege sikio lako. Angalia, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Na huwa anawaambia watu, tumejifunza sana kuwasema wanaume, kwa sababu Biblia inasema huyo mtu mume ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa kitu kimoja. Kwa kukosa utajiri wa maandiko, wengi wamesema pia mke naye ataacha baba yake na mkewe, ataambatana na mkewe. Hapana, hilo andiko lilikuwa la mume. Mwanaume anapotaka kuoa, anaacha baba yake na mama yake, anaambatana na mkewe. Kwa hiyo ukiona mtu anaoa anakaa kwao, mfukuze. Kwa sababu unatakiwa uache, unatakiwa uondoke. Unaoaje unakaa kwa wakwe? Matatizo yakija unatupigia kelele, unatusumbua. Toka, nenda kajitegemee. Kuna wanaokaa kwa wakwe hapa wanaume. Haleluya. Haleluya. Akina Luti ndio wanaruhusiwa kwenda kwa wakwe zao wakakae. Wewe mume, pambana na hali yako, utoke nyumbani. Biblia inasema utaacha mama yako na baba yako, utaambatana na mkeo. Mwanaume anayetaka kuoa au kijana ambaye anataka kuoa, wadada mnisikilize, ana bondi ya ajabu na mama yake. Muombe Mungu hiyo bonde ife kabla hujaolewa au mkimbie. Mmenisikia ninachosema mabinti? Ukiona mwanaume anasema mama yake ni best friend siku ya send off, anza maombi ya mfungo mzito sana. Ukiona anasema yani kama bila mama mimi sijui ningekuaje, mama yangu ni msemaji wa mwisho kwangu, hiyo ndoa binti, kabla hujaingia tafakari mara mbili. Mimi nakwambia kweli. Kwa sababu kibiblia mwanaume akitaka kuoa, sauti ya mama yake inatakiwa ife, sauti ya baba yake inatakiwa ife, awe na sauti yake. Akiwa na sauti ya mama nyuma yake na ya baba, hiyo ndoa haiendi kokote. Ngumu sana. Ngumu sana. Watakuwa wanamcontrol kama remote, kila wanachosema na atakuletea shida. Dada anacheka, sijui amemkuta. Sasa haimaanishi usiheshimu wazazi. Nafasi yao iko pale pale. Lakini ukioa, wewe mwanaume ni muamuzi wa familia yako nyingine. Ndio maana unatakiwa kutoka. Haleluya. Haleluya. Sasa angalia umstari. Wanawake, la kwenu ni gumu kweli kweli kuliko la wababa. Wakati wababa wanaambiwa watoke, waache, angalia wamama wamevyoambiwa. Wanasema hivi, sikia binti, utazame. Anaongea maneno kama 4 kwenye sentensi moja. Sikia, tazama, tega sikio lako. Alafu angalia ujumbe mnaopewa mabinti. Sio waache, sio utoke, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Uwasahau. Kwa hiyo binti la kwako, ukiondoka nyumbani, unatakiwa mlango wa nyumbani kwenu usiukumbuke. Kibiblia si mstari unasema forget, uwasahau. Uwasahau. Na upendo utamaduni wa kabila moja ya Kichaga nafikiri, wenyewe wanasema binti akiolewa na chumba chake kinagawiwa kama alikuwa na chumba, na hauruhusiwi kurudi nyumbani kwenu labda kwa ruksa ya mmeo. Yani wewe ukitoka umetoka. Kwa hiyo ukitaka kurudi iwe ni ruhusa ya mmeo. Wao wale hata hawakutambui. That is biblical. Hapo amsemi amen. Mbona wadada mlishangilia sana mwanzoni? Alafu angalia, anasema ukifanya hivyo, ukiwasahau, naye mfalme atautamani uzuri wako. Na hili ni jambo la ndani kidogo, maana ndiye, angalia, ndiye Bwana, ndiye Bwana wako, nawe angalia umsujudie. Hii ni Biblia. Nawe hivi nyewe mnajua kusujudia? Binti unatakiwa umsujudie mumeo. Nilienda kipindi fulani kwa rafiki yangu Mwanza, lakini wanaishi kisiwani, kisiwani. Kwa hiyo unasafiri kwa boti masaa fulani kwa ziwa lile Victoria kufika kule kwao kijijini, ndani kweli kweli. Hakuna gari inaenda, lazima uende kwa boti masaa kadhaa. Nikaenda kumtembelea kule kwao. Nilishangaa sana, nilikuwa nafikiri kidato cha 5 au kidato cha 6. Nilishangaa sana utamaduni waliokuwa nao. Sisi ni vijana wadogo, fikiria mtoto wale form 5 au form 6. Alafu mkiwa mnatembea njiani,
Mkikutana na mama, haijalishi umri wake, ni mbibi wa miaka 80, ni mbibi wa miaka 70, mkikutana naye, sharti awapishe njia, aende kwenye majani. Nikisema kwenye majani kwa sababu njia za vijijini ni ndogo hivi, kwa hiyo hawezi kuwapisha kabaki njiani. Anaenda kwenye majani, alafu anachuchumaa, alafu anawasalimia, haruhusiwi kuangalia usoni. Yeye anakuwa wa kwanza kuwasalimia, na nyinyi mnaitikia, alafu mnaondoka, mnamwacha amechuchumaa. Lazima mtembee hatua kadhaa ndio na yeye asimame aondoke. Mara ya kwanza nikashangaa, mara ya pili nikashangaa, mara ya tatu nikamuuliza hiki kitu gani? Na jamaa akisalimiwa anajitutumua, yaani anaitikia happy, yuko comfortable, yuko happy. Mimi napata shida, yeye yuko happy. Haleluya. Haleluya. Sisemi ufanye hivyo, lakini Biblia inasema umsujudie Bwana wako. Kumbuka Bwana msingi wake ni Adonai, mmiliki. Unakuwa unamilikiwa. Ndio maana Paulo akanasema muwe na ishara ya umiliki vichwani. Umilikiwe. Kwa hiyo angalia, Bwana ni mfumo wa kiutawala wa kifalme. Neno Bwana wako, lile Bwana unaliona tu kwenye mfumo wa kiutawala wa kifalme. Kwa hiyo unataka ndoa yako iwe nzuri, dada, sharti mume wako awe ni mfalme wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo mengi sana hapo. Mengi sana ambayo tunavyopitia hizi sifa 10 za utawala wa kifalme, mengine yatakusaidia labda hayo maeneo ya ndoa, lakini anatakiwa kuwa mfalme kwako. Na Biblia inasema ukifanya hivyo ndipo huyu mfalme. Angalia neno lililotangulia, limemtamka kabisa huyu mume ya kwamba ni mfalme. Naye mfalme, ndivyo limevyosema. Mume linazungumza ni mfalme, naye mfalme, ule mstari wa 11, naye mfalme atautamani uzuri wako. Tuna matatizo mengi sana ya ndoa, ya watu kuto kufanya tendo la ndoa kwa sababu hawatamaniani. Mume hana tamaa kwa mkewe, na mke anashangaa kwa nini mmewe hamtamani hata wafanye tendo la ndoa. Nilikuwa na kesi moja ya watu wazima, ningeweza kusema wazazi wetu, wanashtaki shida walionao kwenye ndoa. Mambo mengi. Moja ya kitu, mwanaume anasema, mtumishi, fikiria miezi 3 inapita hatujakutana. Miezi 3, asikia na afahamu. Miezi 3 na wako kwenye ndoa, wanalala kitanda kimoja. Nini shida? Moja ya shida ni hii: mwanamke akishindwa kumpa nafasi mume anayostahili, moja, ya kumuona kama mfalme kwenye nyumba; 2, ya kusahau watu wa kwao, tamaa ya mumewe kwenye tendo la ndoa inapotea. It is biblical, ndio mstari unavyosema. Kila muda ukisema mdogo wangu, kila mumewe akifanya kitu kwao naona sema na sisi nyumbani. Kila mumewe na sisi, kila mumewe akifanya hiki na sisi. Ukishaona hivyo hujasahau watu wa kwenu. Akifanya kwao unakasirika, unataka na kwenu ifanye, ujue haujawa tayari kuwa mke. Simuitikie amen kubwa. Baba mchungaji, sijui naelekea wapi, lakini naenda roho anakonipeleka. Haleluya. Haleluya. Hii sio semina ya ndoa. Hii ni semina ya kwamba unahitaji kusimama kwenye nafasi yako kifalme ili umiliki na kutawala. Na kama uko kwenye ndoa, mama, nawe ujue unahitaji kumpa baba nafasi yake kama mfalme. Moja ya nafasi ilionayo, neno la mfalme ni la mwisho. Tutaongea. Neno la mfalme ni la mwisho. Kwa hiyo akisema neno, hamtakiwi kubishana. Subiri muda sahihi wa kumwambia hapa ulikosea. Sasa wewe akisema neno ukubaliana nayo, tayari umejitutumua. Mtaelewana wapi? Hawezi kuelewana. Haleluya. Haleluya. Kule jeshini wanasheria wanasema hivi, mfalme au kiongozi wako hakosei. Wanasheria 2 wanasema mfalme hakosei. Ya pili ni kwamba huyo kiongozi wako ambaye ni mfalme akikosea, rejea sheria namba 1, mfalme hakosei. Umenielewa? Ziko sheria hizo. Huyo kiongozi wako ambaye ndio mfalme hakosei. Sheria namba 2, akikosea rejea sheria namba 1. Kwa hiyo wewe utajaza mabano na mablanket ambayo yapo. Lakini jambo la msingi sana ni hekima ya Mungu iweze kuwaongoza namna ya kuishi. Nataka uone lazima ukubali hizi nafasi.
Kwa hiyo ufalme au utawala ambao Mungu amekusudia kutupa, utawala wa kifalme. Angalia Injili ya Mathayo sura ya 2. Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 2. Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 2. Injili ile ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 2, Biblia inasemaje kwa habari ya huyu Kristo Yesu? Au unaweza kuanza mstari wa kwanza. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, angalia neno alilosema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Mfalme wa Wayahudi. Kwa maana tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Kwa hiyo aliyetabiriwa kwenye Isaya 9:6, anapozaliwa mamajusi tayari wameambiwa haji kama raisi, haji kama si wa monarchy, mfumo wa kimonarchy. Anakuja kama mfalme. Ni mtawala lakini mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tumefanywa kuwa sawa na yeye kiutawala. Kwa hiyo na wewe unatakiwa kutawala kifalme. Haleluya. Sura ya 21 Mathayo mstari wa 5. Sura ya 21 Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari ule wa 5. Injili hiyo ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 5. Mwambieni binti Sayuni, angalia, tazama mfalme wako anakuja kwako. Mfalme wako anakuja kwako. Mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Aliyepanda punda, mwanapunda, mtoto wa punda ni Yesu. Mistari inayotangulia inasema wazi ni Yesu. Kwa hiyo Yesu ametajwa kuwa mfalme. Kama yeye ni mfalme, sisi pia ni wafalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Luka sura ya 23. Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 3. Injili ile ya Luka sura ya 23 mstari wa 3. Biblia inasemaje? Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 3. Nachotaka hapa msisitizo ni kwamba wewe ni mtawala, lakini utawala wako unatakiwa kuwa wa kifalme. Ndio mode sahihi ambao unatakiwa kutembea nayo kiutawala. 23 mstari wa 3, Biblia inasema hivi: Pilato akamuuliza akisema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Moja ya maeneo machache sana ambayo Yesu alijibu ni hili. Maeneo yote ambayo alikuwa anaulizwa toka kwa kuhani mkuu na kwenye ile behewa ya kuhani mkuu, maswali wanamuuliza, kina Herode wanamuuliza, alikuwa hajibu yale maswali. Alipokuja kwa Pilato, alipoulizwa alijibu. Alipomwambia, je, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Akajibu, akamwambia, wewe wasema. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na mkutano, sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. Kwa hiyo alipojibu wewe asema, maana yake alimwambia indirectly ya kwamba mimi ndimi mfalme wa Wayahudi, na akasema sioni kosa kwa sababu ndio nafasi ambayo amekuja kuiishia hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana walivyomsulubu, sura hiyo ya 23 mstari wa 38, Biblia inasema wakaweka anwani juu yake. Juu yake palikuwa na anwani. Hiyo sura ya 23 mstari wa 38 palikuwa na anwani inasema, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo Kristo anatawala kifalme na sisi tunatakiwa kutawala kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza mwaka huu ya kwamba sharti utawale kifalme, unahitaji kujua kwamba nafasi ambayo unatakiwa kutoka nayo ya kutawala ni nafasi ya mfalme. Nafasi ya mfalme. Angalia waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, tutamaliza hapo, tutaendelea kesho. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2, Biblia inatuambia nafasi ambayo sisi tumepewa. Moja ya nafasi ambayo Mungu alihakikisha anatuletea ni nafasi ya kifalme. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 5, Biblia inasema namna hii: ninyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho. Angalia, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu, au Yesu Kristo. Mstari wa 9 wanasemaje? Mstari wa 9 wanasema, bali ninyi, angalia, ni mzao mteule. Ukuhani, ule mstari wa 5 wanasema tumefanyika kuwa wakuhani. Mstari wa 9 wanasema ni zaidi ya kuwa wakuhani, tunakuwa mzao mteule. Ukuhani, lakini ukuhani ni wa kifalme. Ukuhani wa kifalme.
taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo kila anayeitwa kutoka gizani kuingia katika nuru ya ajabu ya Kristo, moja ya kitu anachopewa ni kufanyika kuhani na kufanyika mfalme, ambaye ni ufalme, ukuhani ambao ni wa kifalme. Kwa hiyo ufalme unakuwa ni kofia kubwa katika ukuhani alionao. Wewe unatakiwa kutawala, lakini nafasi ambayo unatakiwa kutokea ni nafasi ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kesho pamoja na Jumapili nitakupa sifa zile 10, sifa 10 ambazo zinaongoza huu mfumo wa kiutawala wa kifalme, ili ujue namna ya kutembea kwenye huu mfumo wa kifalme. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Watu wa praise and worship, wewe ni mfalme wa falme, Simba wa Yuda. Wewe ni mfalme wa falme, Simba wa Yuda. Simama kwa miguu yako. Funika macho yako, tumwabudu Mungu kwa dakika moja. Kama hujatoa sadaka, unaweza kutoa sadaka yako, tukupe nafasi ya kutoa sadaka. Kama hujatoa sadaka, unaweza kutoa sadaka yako. Kesho tutakuwa na muda mzuri wa maombi na maombezi. Kama una wagonjwa, una watu wenye shida mbalimbali, wakaribishe kesho. Tutakuwa na muda mzuri wa maombi na maombezi kwa ajili ya kila wenye ugonjwa na wenye shida mbalimbali. Kadiri ya wenye ugonjwa na wenye shida mbalimbali, tutakuwa na muda mzuri kesho wa maombi na maombezi. Kumbuka tunamaliza semina yetu Jumapili kwenye ibada, na kesho tuwahi ili tuwe na muda mzuri wa kusukuma kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Kijana kama anaweza kuamshwa, amshwe asimame, silale kanisani. Kama anaweza kuamshwa, amshwe asimame. Funika macho yako kwa uaminifu kabisa, mwabudu Mungu kwa dakika moja kwa wimbo huu. Mwabudu Mungu kwa wimbo huu. Simba wa Yuda, Yesu
yako. Wewe umefunika macho yako. Nataka kuomba kwa ajili na watu ambao wanaota ndoto mbaya. Kama unaota ndoto mbaya zozote, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Unaota umekufa, unaota unakimbizwa na wanyama, unaota unakimbizwa na mtu ameshika kisu. Ndoto yote mbaya ambazo zinajirudia, ndoto yote mbaya ambazo zinajirudia. Unaota unakimbia msituni, polini, unakimbizwa, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Unaota unanyonyesha, sogea hapa mbele, weka mstari hapa. Sogea tuombe kwa ajili yako. Unaota unafanya tendo la ndoa hata kama umeolewa. Unaota unafanya tendo la ndoa hata kama umeolewa, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Ukija hapa mbele, endelea kumwabudu Bwana. Nyosha mikono yako, endelea kumwabudu Bwana. Wewe ni mfalme, aina mbili kama uko katikati yetu, njoo tuombe kwa ajili yako. Ninaona mtu anaota mara kwa mara, anapaa. Unaota kama unaruka, unapaa. Inawezekana unaona unakimbizwa na adui, lakini baadaye unapaa, unaruka angani. Kama huko, njoo tuombe kwa ajili yako. Lakini naona mtu mwingine anaota mara kwa mara anatupiwa mawe, unatupiwa mawe. Unaota mara kwa mara unatupiwa mawe. Unaota unapaa, njoo mbele tuombe kwa ajili yako. Eneza ukaona sio jambo baya, na mimi sisemi ni baya, lakini Mungu ananisukuma kuomba kwa ajili yako. Unaota unapaa, unakimbizwa, baadaye unaruka, unapaa, unajiona unapaa, uko angani. Lakini kuna mtu anaota anatupiwa mawe. Unaota mara kadhaa unapigwa kwa mawe au unashambuliwa kwa mawe. Njoo tuombe kwa ajili yako kama uko katikati yetu. Nakupa dakika moja. Mungu anapofunua mambo haya anataka kukusaidia. Kama uko katikati yetu, usione aibu. Njoo tuombe kwa ajili yako. Unaota unashambuliwa kwa mawe. Wewe ni mfalme wa falme mara moja. Tuko kwa nafasi ya kuja kuomba pamoja na sisi hapa mbele. Endelea kumwabudu Bwana, jiachie kwa Naomba aje pia. Yule kijana alikuwa amelala hapa, naye aje tuombe kwa ajili yake.
Ile kijana alikuwa hapa mbele, njoo tuombe kwa ajili yako. Funika macho yako, nyosha mikono yako juu. Sema asante Bwana Yesu. Kanisa zima tuseme asante Bwana Yesu kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako ambazo zimetufunika hapa Kibugumo muda huu na saa hii. Sema Bwana Yesu, huu ni upendeleo na neema ya ajabu sana ya kwamba sisi tuwe na uwepo wako na nguvu zako katikati yetu. Mungu tunakushukuru sana. Mungu tunakushukuru sana. Tunaliadhimisha jina lako. Tunaliadhimisha jina lako. Tukisema ya kwamba hakuna aliye mwingine kama wewe. Sema asante Bwana Yesu kwa kutusaidia. Asante Bwana Yesu kwa kutuhurumia. Asante Bwana Yesu kwa kutuponya. Sema katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninaomba rehema, ninaomba toba kwa yale yote ambayo nimeyatenda. Nyanyua mikono yako fuatisha. Na yale ambayo ninayatenda ambayo ni kinyume na mapenzi yako, na mapenzi yako ambayo wewe Bwana yanaweza yasinistahilishe kupokea kutoka kwako. Sema matendo yangu, mawazo yangu, maneno yangu ambayo ni kinyume na ufalme wako. Mungu ninaomba unisamehe. Naomba uyafute. Naomba unirehemu. Kila neno ambalo nimelitamka au nimetamkiwa na limekuwa mzigo kwenye maisha yangu, Mungu kwa damu ya Yesu, Mungu kwa damu ya Yesu, uliondoe hilo neno, uondoe huo mzigo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili ya familia yangu na ukoo wangu, kwa damu ya Yesu Kristo. Jambo lolote linalonipatanisha na familia yangu na ukoo wangu na kanisa langu na kazi yangu na biashara yangu na ardhi ya eneo ninaloishi, jambo lolote linalonipatanisha na mambo hayo ambalo ni kinyume na ufalme wako, Mungu ninaomba rehema kwa ajili ya jambo hilo. Ninaomba toba kwa ajili ya jambo hilo. Ninaomba rehema kwa ajili ya jambo hilo. Sema naachia damu ya Yesu kwenye hilo jambo na kufuta kila uhalali ambao limepata kwenye maisha yangu. Sema kila milango iliyofunguliwa na kupata uhalali wa kupitisha nguvu za giza kwenye maisha yangu, na kupata uhalali wa kupitisha mateso kwenye maisha yangu. Sema hiyo milango ninaifunga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema madai yoyote na uhalali wowote wa kifidia ambao unadaiwa na malango ya kuzimu, hayo madai, huo uhalali ninaulipa sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema ye malango ya kuzimu, nguvu za giza, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ye lango la ndoto, lango la ndoto, pokea damu ya Yesu, ukombolewe sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, mwili wangu ninauweka wakfu, lango langu la ndoto naliweka wakfu, ya kwamba litatumika kwa ufalme wa Mungu pekee. Sema katika jina la Yesu, nina najisi, ninachoma kwa moto kila tendo la kuzimu, la nguvu za giza ambalo linanipatanisha na kuniletea ndoto zisizo halali kwangu. Kuanzia saa hii kwa jina la Yesu, nina najisi hilo tendo, nina najisi hizo shughuli, nina najisi hayo mawazo, nina najisi hiyo mienendo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema nayaambia hayo matendo na hizo nguvu za giza, ondokeni kwangu sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ninawakataa kuanzia sasa
hamna sehemu katika mwili wangu na ufalme wangu. Sema kuanzia sasa nimevushwa kutoka ufalme wenu wa giza na kuingia ufalme wa nuru. Sema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kuanzia sasa nimefichwa kwenye damu ya Yesu, kwenye damu ya Yesu, kwenye damu ya Yesu. Kama unaumwa weka mkono mahali unaumwa. Kama uko hapo mbele endelea kuomba. Naomba kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Hizo ndoto mbaya zinazokujia naziondoa sasa ndani yako kuanzia saa hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo mlango wa ndoto unaokusumbua ninaufunga sasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu zifanye hukumu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Madhara yoyote yameoletwa na ndoto ninayang'oa kwako katika jina la Yesu, ninayang'oa kwako katika jina la Yesu. Kila ndoto yenye ubaya, huo ubaya usikupate katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ndoto njema ule wema ukufuatia na kukupata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninang'oa kila pando bovu kwa njia ya ndoto kwenye maisha yako, kila pando mbovu la ibilisi kwa njia ya ndoto kwenye maisha yako ninaling'oa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za giza achia huyo binti sasa. Enyi wenye mamlaka achia huyo binti sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Damu ya Yesu, kwa 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 damu ya Yesu. Tunalipa fidia ya kila kibaya kimechopenyezwa kwenye maisha yako kwa njia ya ndoto. Tunakilipa fidia kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ibilisi achia maisha ya binti huyo ambayo umeharibu kupitia ndoto. Kila uharibifu ulioweka ndani yake kwa njia ya ndoto ninaung'oa sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Damu ya Yesu ndani yako kutoka kwenye utosi wa kichwa chako mpaka unyayo wa mguu kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Kila madhara yatokanayo na ndoto ninayang'oa kwenye maisha yako sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ndoto za kutisha, hofu iliyoingizwa ndani yako kwa njia ya ndoto, hiyo hofu ninaing'oa katika jina la Yesu. Haribifu wa maisha yako uliopitia mlango wa ndoto ninaufuta huo haribifu na kuung'oa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nguvu za giza hamna mamlaka tena na sehemu kwa huyo binti. Mungu, nguvu zako ndani yake zifanye hukumu. Moto kwenye mifupa yako katika jina la Yesu, moto kwenye mifupa yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu Kristo, nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu, nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila uharibifu kwa mlango wa ndoto ninaung'oa uharibifu. Nguvu za giza kwa mlango wa ndoto hamna sehemu tena kwenye maisha ya huyo binti katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ndoto mbovu za tendo la ndoa, ndoto mbovu za ndoa katika jina la Yesu ninakuteketeza kwa moto wa Yesu Kristo. Kila maagano ya nguvu za giza kupitia ndoto yasiwe na sehemu tena kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Toeka ndani yake ibilisi na kila kitu kilichopanda ndani yake na king'oa sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo huzuni na uchungu mliopanda ndani yake kwa jina la ndoto ninaing'oa sasa ndani yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu kwenye tumbo lako, damu ya Yesu kwenye tumbo lako
Nguvu za giza kwenye kitovu, achia huyo binti sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za giza kwenye kitovu na kupitia jina lake, achia hicho kitovu, achia hilo tumbo lake la uzazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fire in your bones, moto kwenye mifupa yako, moto kwenye mifupa yako mpaka kwenye hicho kitovu chako kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo asili yako na ikomboa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toeka ndani yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo shida isikurudie tena, hiyo shida isikurudie tena. Enyi wenye mamlaka na nguvu za giza, katika jina la Yesu Kristo, hamna mamlaka juu ya huyo binti, tunamficha kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nyosha mikono yako juu kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, achia huyo kijana sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho ya uzito imwachie sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho ya usingizi uliopitiliza ikuachie sasa na isiwe ndani yako. Nguvu za giza, achia huyo kijana sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila roho ya uzito ikuachie sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Usingizi na uzito wa kichawi ukuachie sasa. Kila roho ya matambiko ya ukoo ikuachie sasa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Damu ya Yesu Kristo ilipe kila fidia ya nafsi yako, kila fidia ya nafsi yako, kila fidia ya nafsi yako. Tunaikomboa kwa damu ya Yesu, tunaikomboa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za giza, cheo nafsi yake mahali kokote mlikoiweka, tunaita irudi ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Hicho kibali mlichofifisha tunakirudisha ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Giza mliloweka ndani yake tunaliondoa sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za giza, ondoka ndani ya watoto sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako juu kwa jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu. Nguvu za giza, chia kitovu chake na tumbo lake katika jina la Yesu, toeka katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako binti, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu, nguvu za Mungu ndani yako zifanye hukumu. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Receive in Jesus name, receive in Jesus name, receive in Jesus name. Power of the Holy Ghost, nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu. Raba sanda raba shaka. Fire in your bones, fire in your bones. Nguvu za Mungu ndani yako, fire in your bones, fire in your bones, fire in your bones. Chia tumbo lake, toeka, chia tumbo lake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, chia tumbo lake, toeka kwenye hilo tumbo, toeka kwenye hilo tumbo, toeka kwenye hilo tumbo, toeka kwenye hilo tumbo kwa jina la Yesu. Fire in your bones, fire in your bones. Moto kwenye tumbo lako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, toeka, chia tumbo lake, toeka, chia tumbo lake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Msimamishe kwa jina la Yesu Kristo. Rama kanda rabashaka. Fire in your bones katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto kwenye tumbo lako katika jina la Yesu, moto kwenye tumbo lako katika jina la Yesu, moto kwenye tumbo lako kwa jina la Yesu. Fire,
Fire in your womb. Moto kwenye tumbo lako. Toeka katika jina la Yesu. Chero tumbo. Nguvu za giza, achia hili tumbo sasa. Moto katika jina la Yesu. Fire in Jesus name. Toeka kwenye tumbo. Moto kwenye hilo tumbo. Chero tumbo. Toeka kila ulichoweka ndani yake. Toeka ndani yake. Fire in your bones. Kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako. Kila kifungo chako kikuachie. Hicho kifungo toeka kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu imelipa fidia. Kila kifungo mlicho nacho, damu ya Yesu imelipa fidia. Toeka kwa jina la Yesu. Fire in your bones. Moto kwenye mifupa yako. Achia tumbo, chero tumbo lake. Hilo tumbo la uzazi mlikokaa. Toeka kwa jina la Yesu. Toeka kwenye hili tumbo katika jina la Yesu. Ondoa kila ulichoweka kwenye hili tumbo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Sema asante Bwana Yesu. Nyosha mikono yako juu. Sema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunisaidia. Sema asante Bwana Yesu kwa kuniponya. Sema asante Bwana Yesu kwa neema yako ya siku hizi 3 za semina. Funika macho yako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Neema yako ambayo imetufunika leo iwe pamoja na sisi kesho pia, Bwana, kwenye siku ya pili ambayo ni namba ya ushirika kwako. Shirika wako uwe pamoja na sisi. Tuonekanie katika kila tunalolifanya. Tupe nafasi tena, Bwana, kusikia toka kwako na kujifunza toka kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kila anayehitaji uponyaji katikati yetu, kama unaumwa, weka mkono wako mahali unaumwa. Kila anayehitaji uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu muonekanie na umletee uponyaji ndani ya mwili wake. Ninakemea na kuondoa kila roho za udhaifu na magonjwa kwenye miili ya watu wako hawa katika jina la Yesu. Kifua chake kiachie, kiuno chake kiachie, ilo bega lake liwe zima katika jina la Yesu Kristo. Kila kifungo cha magonjwa kisiwe sehemu ya watu wako hawa kuanzia saa hii katika jina la Yesu Kristo. Matumbo yaliyofungwa yafunguliwe, yapate kuzaa. Biashara ambazo zimefunikwa, Mungu, zifunuliwe zipate kuzaa. Kazi ambazo zimezorota, Mungu, zifunuliwe zipate kuzaa katika jina la Yesu Kristo. Shule ambazo zimezuiwa, Mungu, zifunguliwe, mtoto wako wapate kufaulu na kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tutunze Bwana na utupe nafasi nyingine kesho katika jina la Yesu Kristo. Amen.